Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kesho yako itakuwa ni nzuri. Japokuwa unapitia majaribu mengi, ila amini uwepo mzuri utakufikia. Utarudisha mawasiliano ya watu au mtu ambaye ulikuwa huwasiliani naye au alijitenga kwa sababu yoyote. Utapata unachokitamani. Kuna jambo unaliwazia kila siku. Inahitaji juhudi yako kuweza kukamilisha hilo. Mtu atakupa hongera au kukushukuru. Utaombwa msamaha. Mtu atakuwa mwenye kujishtukia kwako. Kuna jambo utalimaliza wewe mwenyewe bila kulipeleka kwenye nafasi ya juu. Kutoa funzo au kukomesha kitu au tabia fulani. Kuhisi hali ya kisunzi au kizunguzungu. Kuhisi hali ya vichomi. Kukaukiwa maji mwilini. Itapelekea kuchoka sana. Macho kutokuwa na nguvu. Miguu kuishiwa nguvu pia. Kumwelezea mtu na changamoto zake. Mtu atakuwa na kuuliza sana kuhusu jambo. Katika mada yoyote lazima ataulizia jambo hilo. Kumfichia mtu aibu yake. Nyota ya Samaki. Asubuhi ya leo utapata taarifa njema. Wiki hii unaweza kupata pesa au vitu vizuri. Utapokea vingi ikiwa wewe ni mtoaji panapostahili. Kukazania kitu. Mtu anarudisha upendo. Kuna mambo mawili yatakuhitaji kwa wakati mmoja. Kuijua maana ya ndoto yako kwa kitu kutokea. Utamwombea mtu dua awe na afya njema. Nyota ya Nge. Kuna kiumbe utakuwa unamuota sana au kumuona. Amekuja kwako kwa ishara maalum. Ikiwa ni kiumbe mkali lakini unamuona kwenye hali ya upole. Ni ujumbe wa ulinzi na kuna jambo utatakiwa kulitekeleza ambalo linakuhusu wewe mwenyewe. Ikiwa ni kiumbe mwenye sumu kali ila hakudhuru, anakujulisha kuna husda ya malazi iliyokuepuka. Ikiwa kiumbe huyo yupo katika hali ya ukali au mwenye kukudhuru, hilo ni tatizo kubwa lipo mbele yako. Pia unatahadharishwa na ubaya. Hizo ni dalili za kukuonesha kuwa unaandamwa. Imani yako sahihi au bora ndiyo mwangaza wako. Kumfikisha mtu sehemu anayostahiki. Kuna kitu utahisi ni makosa lakini hisia zako zinakupinga na utaendelea kufanya. Kuihisi harufu kali ya choo. Tarajia kupata pesa au mambo mazuri. Hii ni ishara ya kipekee kwako. Utanunua kitu chenye ulikuwa na malengo nacho. Baadhi yenu kupitia wakati mgumu wa hali au kipato, lakini mioyoni mwenu mtakuwa wenye furaha. Kwa kuwa wakati unaokuja ni waheri kwako. Utapendwa sana na mtu. Utawazia mambo ya umauti au kifo. Jitahidi kuitengeneza kesho yako iwe njema. Nyota ya Mapacha. Kupanga kuonana na mtu au kufanya kitu, lakini sababu zitajitokeza nyingi za kutoweza kufanikisha. Utafurahishwa na kitu utakachofanya wewe mwenyewe. Kutibu tatizo la mtu. Utakuwa mwenye kusumbuliwa na mtu. Kukoswakoswa na kitu cha hatari. Kuiwazia biashara au kazi. Unatarajia vitu vikubwa unavyovipangia hesabu kwa sasa. Kutokea kumchukia mtu kila umuonapo. Kuhisi kitu kitakachomtokea mtu. Nyota ya Mizani. Kujua kitu baada ya kupoteza sana muda na hata pesa zako. Unajutia moyoni. Mawasiliano ya mtu muhimu utayapoteza. Kufanya kazi na watu wenye masimango, viburi na hila. Utakuwa shahidi wa jambo. Mtu anajitahidi kukufanyia sana wema. Nyota ya Ndoo. Kuhisi mtu anakupuuza au unachokifanya hakioni uthamani wake. Ni siku muhimu unaweza kufanya kitu na kikafanikiwa. Kuongea na watu kwa busara sana. Utashukuru na kuridhika kwa jambo au kitu. Mambo magumu yatatatuliwa kwako. Nyota ya Mashuke. Kuwa na mawazo sana wakati wa usiku. Watu kusuruhishwa kila siku. Utasumbuka sana na maumivu ya kichwa na miguu. Kulala kwako kutakuwa kwa shida. Ila utakuwa mwenye kupata uwazi wa mambo kila wakati. Baadhi yenu mtapata kulala sana. Utajua au kufahamu. Hata kitu kibaya utaweza kukijua. Hali ya kumchukia mtu itakujia ghafla. Usiruhusu malumbano. Unaonesha una kitu chenye mlipuko wa kugombana na mtu. Nyota ya Ng'ombe. Kuigizia kitu anachofanya mtu. Kuchelewa kulala hata ukijitahidi kuwahi. Lengo lako litakuwa liko tofauti leo.
Hali ya uvivu itakuwa yenye kukukaa sana mwilini. Kuwa na hofu. Unaweza kujihisi kulia. Kutamani kumiliki kitu. Maumivu makali ya viungo vya mwili. Hii ni kutokana na mvutano wa mwezi kamili. Kuulizia kitu kwa kubahatisha. Utafanya jambo zuri la kuwakutanisha watu. Nyota ya mbuzi. Kupata mafua au hali ya kifua cha kuwasha. Kusinzia sana. Kupanda kitu kitakachomea vizuri. Kuangalia malipo ya kitu. Utakuwa mwenye kula kidogo ila utashiba sana. Kuanzisha kitu. Kulia kwa sababu ya jambo fulani. Kupata kitu unachokidai. Nguvu ya mzazi wako itakuwa inakupa mwongozo mzuri. Utasitisha jambo au kitu. Nyota ya mshale. Kupoteza kitu au vitu. Kuna mtu anajiweka mbali na wewe. Utakuwa mvivu wa kutenda au kutekeleza jambo. Usingizi wako ni mzito sana leo. Utafanya kitu kwa kujishtukia. Mtu anatamani kukuomba msamaha. Utapanga jambo zuri litakalofanikiwa. Nyota ya simba. Kuyaheshimu sana maamuzi ya mtu. Mtu anaongea na wewe kwa hisia kali. Kuhisi wakati bado wa kutekeleza jambo. Kukaa na mwenza wako kwa utulivu. Mtapanga mambo vizuri. Kuyajua makosa yenu. Unaweza kujikuta unakiri au kusema jambo ambalo mwenza wako alikuwa halijui. Kutakiana mazuri juu yenu. Kupata ofa ya kitu. Kulipwa kidogo kidogo. Nyota ya punda. Kuambiwa kuwa umebadilika. Utakuwa mwenye kujadili kitu. Kupoteza kitu na utakipata kwa muda mchache. Utafanya mambo kwa wepesi wepesi. Utakaa sehemu yenye utulivu na upepo mwanana. Mtu uliyempa nafasi ya urafiki au kumwamini sana atakuwa na ubora kwako. Kurejea kufuatisha maelekezo vizuri. Katika bahati upo kwenye nafasi kwa wiki hii. Kuna hali ya moyo wako kupozwa au kutulia. Wakati wa usiku tulivu utakuwa ni muda mzuri sana wa kufanya maombi. Utashuhudia kitu. Utapokea baraka zilizo njema. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.